Leo tumekutana hapa jijini Arusha kwenye eneo la mradi wa ujenzi wa uwanja wa mpira Arusha. Kulikuwa na kikao kazi cha mwezi ambacho huwa kinafanyika kila mwezi, lakini katika kikao kazi hichi cha leo kilikuwa mahususi ambapo mkandarasi ameshakamilisha usanifu wote wa uwanja huu. Kwa hiyo sisi kama wizara ambao tunausimamia huu uwanja tulialika wadau mbalimbali kuja kusikiliza hiyo presentation ya usanifu wa uwanja huu. Kwa hiyo tulialika wadau kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, tulialika wataalamu kutoka chuo cha maendeleo ya michezo Malia, vile tulialika baraza letu la michezo la taifa, tulialika vile na wadau wa mchezo wa riadha, kwa sababu nje na uwanja huu kutumika kama kwa ajili ya mpira wa miguu, vile utatumika kwa ajili ya riadha. Tunashukuru sana, mkandarasi amefanya wasilisho zuri sana wa usanifu wa uwanja huu. Huu uwanja unakwenda kumeet criteria na requirements zote muhimu ambazo zinahitajika kwa upande wa CAF na vile ambazo zinahitajika kwa upande wa mchezo wa riadha. Na kwa sasa kama mnavyojionea, huu uwanja umeshafikia 42% overall, lakini kwa upande wa infrastructure imeshafikia zaidi ya 54%. Kama mkiangalia majukwaa yameshafikia pazuri, jukwaa la upande wa magharibi almost limeshakamilika, lakini jukwaa la upande wa mashariki na lenyewe mnaliona limeshafika zaidi ya 50 na kitu. Lakini vile tunavyoangalia miundombinu mingine inakwenda, uwanja unakwenda kasi kweli. Target ni kwamba 2027 inatukuta sisi tuko tayari kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya AFCON. Nichukue nafasi hii kushukuru wizara kwa kuweza kufikiria wazo la kutuleta wadau ili kuweza kuchangia katika vile ambavyo tunaona vinastahili na vinahitajika kuwepo kutokana na sisi watumiaji kuvifahamu. Hili ni jambo kubwa sana. Mimi sikumbuki wakati uwanja wa Mkapa unajengwa kwamba tuliitwa kufanya kitu kama hiki, lakini hiki ni kitu kikubwa sana ambacho kinasaidia kuondoa usumbufu wa mara kwa mara wakati ambapo na mashindano, kwa kuwa na mahitaji yanayotakiwa. Tunajua mahitaji yatahitajika mengine zaidi kutokana na muda na teknolojia inavyobadilika, lakini kwa hili lilofanyika leo ni jambo kubwa sana na sisi tumechangia. Lakini pia sema kweli, spidi inayokwenda ni spidi kubwa sana ambayo sikutarajia. Mara ya mwisho kuja tulikuwa ni kwenye foundation, lakini sasa hivi uwanja ushakamilika, na ni jambo ambalo linatupa ahueni kujua kwamba tayari AFCON 2027 itakuwepo Arusha na itakuwepo Tanzania na itakuwepo Afrika, na pamoja AFCON ambayo tutafanya sisi na wenzetu wa Kenya na Uganda. Sisi kwa upande wa Tanzania tumefikia sehemu nzuri, bado hizo changamoto chache kwa vile viwanja ambavyo vinavyohitajika vingine vya mazoezi vitakapokuja kufanyika baadaye, ili tuweze kukamilisha yale mahitaji yanayostahili. Kitu kikubwa tu ni Watanzania kuhakikisha kwamba tunavitunza hivi vitu vinavyotengenezwa ili uweze kusaidia na vizazi vijavyo vije kukuta na kuweza kuvitumia bado.